Kwenye mchezo wa kwanza, nini kilikuwa shida? Mwanzo kabisa naweza nikasema tu kwamba jinsi ambavyo tumeingia ni kama tulikuwa tuhitaji kupata matokeo. Kwa sababu tumeingia bila striker na huko nyumbani kwenye kiwanja cha nyumbani, mimi nitegemea kabisa mwalimu katika hichi kiwanja ndio angekitumia kama tanuru ya moto katika kuchukua pointi 3 muhimu. Lakini bahati mbaya zaidi tunaona tumepoteza. Simba ina pande moja na mbili. Lakini upande wa pili tunaweza tukapata matokeo katika kiwanja chochote kile. Lakini hiki ambacho tumeanza nacho na kocha huyu amewahi kucheza mechi hii ni ya pili anaingia kwa mfumo huu, kidogo inatutia wasiwasi kama mashabiki wa Simba. Lakini tunaweza kusema tu kwamba kama hatokaa vizuri na baadhi ya watu ambao wameona kama kuna dosari, wakae naye vizuri wamwambie, kwa sababu sisi uvumilivu hatuna, lazima tumwambie ukweli. Uvumilivu hakuna. Unaona alipotoka pale baadhi ya mashabiki wamwambia yani mchezo huo si mchezo wetu. Sisi tumekwisha zoea mchezo wetu ni biriani, mchezo watu yani kwa Mkapa hapa ni kwamba aliyokuwa anakuja hapa anakufa hapa. Lakini leo anakuja timu inapata matokeo hapa. Kiufupi tumeumia sana kwa sababu ni timu ambayo tulitegemea ndio tutapata matokeo. Pointi 6 tulikuwa tunachukua kwa hawa. Lakini imekuwa tofauti. Tunashangaa wamechukua pointi 3. Kwa tumeumia. Mashabiki wa Simba tumeumia sana. Kipi ambacho mnakiona baada ya mchezo huu, kwa sababu bado michezo mingine imesalia, lakini tayari bila shaka mtakuwa kwenye nafasi mbaya kwenye msimamo wako? Ni kweli, kwanza ametupa wakati mgumu sana. Hata watani wetu inabidi sasa tuwatafutie namna ya kuweza kuelimisha kwamba ni kitu gani ambacho tumekifanya leo. Lakini kwa upande mwingine tunaweza kusema Simba anaweza akapata matokeo kwenye uwanja wowote. Lakini hapa kama tumepoteza kwamba ametuwekea wakati mgumu, tena tuanze kufanya juhudi katika viwanja vingine ambavyo ni vya ugenini ambavyo huwa ni viwanja vigumu sana, hususan kama kiwanja ambacho tunaenda kucheza. Kwa hiyo tunaamini kabisa, hebu tuangalie, lakini anatakiwa ajirekebishe sana sehemu kubwa. Hawezi kutuingizia kikosi hakina striker. Maana yake amekuja kujilinda. Sasa umekuja kujilinda kwenye kiwanja cha Mkapa, wakati hapa ndio unatakiwa ujiachie ucheze mpira biriani watu tupate matokeo. Kwa hiyo tunaona kama kuna hatari mbele yetu. Ajitafakari zaidi, yani akae chini atafakari, na sijui kama akipoteza mchezo mwingine tutakuwa naye. Wewe jamaa. Hiyo nakwambia ni sasa wewe baba, hivi acheze mechi mbili apoteze. Kwa sisi Simba ambao ni timu kubwa barani Afrika namba 5, tupoteze kwa Mkapa, twende kule tupoteze, sidhani kama atakuwepo. Lakini kama mwalimu akijirekebisha zaidi, tunaweza tukaendelea nayo, kwa sababu tumeona mchezo huu unaendelea kutuchezea bila, anakuja kuingiza kinasoa kina nani jioni sana, ambapo yani ni vitu ambavyo hatujavizoea. Sawa, nipe majina yako. Ali Kiumbe hapa, mzee wa kibegi cha makombe cha wanasimba kindakindaka. Stop hapo, wazee wanyama mwingi. Wana Simba, mimi natamani tujue kitu kimoja, kwamba matokeo ni 3. Alafu hii ni mechi ya kwanza. Kama hii ni mechi ya kwanza, tusiwakatishe watu tamaa. Tutawatoa watu kwenye fokasi yao. Ili tusiwatoe watu kwenye fokasi yao, natakiwa tuwashawishi, tuwashauri na kutoa comment ambazo zina maana kwetu sisi mashabiki na kwa watu wengine. Kwa leo huwezi pata comment nzuri hata hii. Kwa baadhi ya mashabiki watatoa matusi tu, lakini kesho kutwa wewe shabiki njoo muoji. Mwambie unakumbuka ulichokizungumza mechi iliyopita baada ya nyinyi kukosa matokeo. Hata kesho na kesho kutwa wakipata matokeo nje kule, wakija hapa, maneno aliyozungumza leo sio atakayozungumza siku inayofuata. Kwa hiyo siku hiyo nayo uje umkumbushe mtu kwamba unakumbuka ulichokisema. Shukrani sana, halisi kabisa. Dakika 90 zinatamatika, mnyama chali katika uwanja wa nyumbani. Mchezo wa 3 mfululizo katika hatua ya kimataifa, anashindwa kufanya vizuri. Yes, mchezo wa 3 wa kimataifa anashindwa kufanya vizuri. Ni timu yao mzuri kiufupi, na sijajua kwa nini wanapoteza, lakini nadhani ni mifumo ya mwalimu. Mwalimu ana mifumo ya kizamani sana, mwalimu ana mifumo ambayo watu wengi hawaipendi, yani kwamba uwezo kuchezesha wachezaji ambao ukiangalia namna yao ni kama wanakuja kujilinda zaidi kuliko kuja kushambulia. Sasa hii hali itakuja kumkosti baadaye na itamtengenezea maadui wengi kwenye mpira. Kwa sababu watu wengi sana wamezoea falsafa zile, mastreka wawepo, viungo wawepo na mabeki. Sasa game ngumu kama hizi, alafu mechi ya kwanza ya mashindano, hatua ya makundi, unaweza kupanga kikosi ambacho hakina streka. Kiukweli matokeo kama haya lazima yatokee. Nafikiri mwalimu wa Simba siku hii ya leo amefeli katika kuchagua kikosi, ama mbinu za mpinzani wake zilikuwa ni bora? Mwalimu sio leo tu, mwalimu atakawa badilisha mifumo yake. Hii ni mechi kama ya 3 anapanga hivi bila forward, unaelewa? Ni mechi yake ya 3 hii. Ukiangalia mechi ya JKT ilikuwa inafanana na hii, mechi ya Nzingizini ile hapa ilitoka hivi. Kwa hiyo huu ni mfumo yule mwalimu. Sasa ili aweze kupata matokeo chanya na mpira wetu wa huko kibongo bongo, ni lazima atengeneze mfumo ambao
kuna kuwa na mastreka, kuna kuwa na viungo na wawepo pia mabeki, kwa sababu ukicheza hivi watu wengi kwa mfano wale mabeki wa timu pinzani wale wanakuwa wanapanda, kwa sababu jamaa timu yao haina forward, kwa hiyo wanakuwa wana relax, wanaenda kushambulia na nini. So hii hali mwalimu itakuja kumtengenezea nafasi mbaya sana kwenye msimamo, hususan kwenye hatua ya makundi. Simba na Yanga, watu wengi walikuwa wanaliona kundi la Yanga ni gumu kweli kweli, lakini siku ya jana tulimuona Young Africans akifanya vizuri katika uwanja wake wa nyumbani kule visiwani Zanzibar. Leo hii mnyama amepoteza hapa. Makundi yamekaaje? Bado ukweli tabaki hivyo. Kundi la Yanga kiuhalisia ni gumu kilinganisha na kundi la Simba, lakini kilichowafanya Simba wapoteze game ya leo ni mfumo tu wa mwalimu, sio kwa sababu ya wapinzani wao, ni mfumo wa mwalimu. Hata ukiangalia goli walilopata wa Petro di Luanda ni goli tu ambalo la kimazabe infection, ile mpira umemgonga mtu akaja akafunga. Lakini ukikompea timu ambazo kundi za Yanga na kundi la Simba, kundi la Yanga ni gumu sana, na usiseme kwamba labda eti kwa sababu leo Simba amefungwa wataenda kutolewa kwenye hatua makundi. Hapana, nafasi bado wanayo. Simba sio wageni kushinda away, anza akashinda away hawa akashinda na hapa na wakaendelea kwenye hatua inayofuata robo finali. Kwa hiyo mwalimu wa Simba hivi sasa anawachelewesha wekundu wa Msimbazi katika mipango yao. Mipango yetu ya wanasimba wengi, wanasimba wamezoea burudani, wanasimba wamezoea starehe, wanasimba wamezoea furaha. Kwa hiyo akichezesha hivi ni kama anatengeneza hali ambayo ya kwamba wanasimba wengi wamchukie, anajitengenezea maadui wengi. Kutokana na nini? Mpira hauchezwi hivi, mpira ni starehe, mpira ni magoli na mpira ni mifumo ambayo inaeleweka. Kwa hiyo kila mtu anajua mpira. Kwa hiyo ukiwapangia vikosi vya namna hii ni kwamba nataka kutengeneza kitu ambacho hatukijui kwenye mpira, unaelewa. Kwa hiyo watu wengi kwenye mpira wamezoea vitu vya namna hiyo, wamezoea kuona maforward na waendelee. Maforward kazi yao ni hiyo, kufunga, unaelewa. Unaweza ukapanga wachezaji wazuri, hakuna forward, lakini unajua forward kama forward kazi yake ni kufunga, unaelewa. Na kufunga pia ni kipaji, sio kila mtu anaweza kufunga, unaelewa. Ndio maana Simba wametengeneza nafasi nyingi, hakuna ameshinda kuzitumia. Kutokana na nini? Hakuna mwenye taaluma, mwenye talent ya kufunga. So mwalimu akafanyia mazoezi ili swala mechi zinazofuata apange vikosi ambavyo vinaeleweka. Elie Mpanzu siku hii ya leo anazungumziwa sana na baadhi ya mashabiki wa Simba, wanaona kama aliwachelewesha. Elie Mpanzu sio kama amewachelewesha. Elie Mpanzu ndo anachezaga hivyo siku zote, akicheza hivyo huwa anafanya vizuri na huwa wakati mwingine inatokea anaharibu. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kucheza vile, hakuna haja ya kumtoa kwenye redi, kacheza vizuri sana. Asante sana. Asante sana.